wewe ni mwema na wewe ni mtakatifu. Jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Katika jina lako Bwana Yesu tumekusanyika katika eneo hili tena, tukiwa tayari Baba wa rehema kusikia kutoka kwako. Na Baba, sio sisi tulioko hapa, na wale wote wanayotutazama Baba duniani kote, upande wa magharibi, upande wa mashariki, kusini na kaskazini. Baba, neno lako likitoka lisirudi bure. Neno litibu watu wako, neno liwarejeshea hatima yao, neno liwatamie na kuwaumba tena upya. Maana mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika. Tunalitukuza jina lako Bwana, maana kabla ya vyote kuwepo, neno lako ilikuwepo. Kabla ya msingi wa dunia kuwekwa, neno lako lilikuwepo Baba. Neno ni mwanzo na mwisho. Neno ni Alfa na Omega. Ninakushukuru Bwana kwa ajili ya kunipa fursa hii ya kusimama mbele ya watakatifu wako na kunifanya kuwa mdogo kuliko wote. Maana Bwana, anayesimama mbele ya watu ndiye anayekuwa mtumwa wao. Nitumie mimi mtumwa wako Baba kufikia watu wako. Nisiyanene ya kwangu ama ya unostiki, bali ninene ile injili ya kweli ambayo ilimpeleka Paulo gerezani, ambayo ilipeleka wale mitume gerezani. Nami natukuza jina lako, maana injili iliyebaki kwenye vitabu Baba wa rehema kwenye karne ya kwanza, Baba, kupitia sisi unainua tena injili hiyo na kuileta kwenye karne ya 21. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana wa mabwana. Ninalitukuza jina lako, maana wastahili Bwana. Na katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mtu mmoja seme amen. Amen. Basi mimi ninaanza kwenye kitabu cha 58. Kitabu cha 58 ni kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania ni kitabu ambacho kabla ya kuwa ni kitabu ilikuwa ni waraka, ilikuwa ni barua ambayo iliandikiwa kundi la watu fulani. Na kwa nini iliandikwa? Nilikuambia ya kuwa baada ya kufa kwa Yesu, ilipofika mwaka wa 64, pakatokea uvuguvugu baada ya moto kuichoma ule mji wa Rumi. Na bila shaka kiongozi aliyekuwepo anayeitwa Kaisarea Nero akaamua kusingizia Wakristo ya kuwa wao ndio walianzisha ule moto. Ilichopata basi ikaanza njama ya kuwaua Wakristo. Bila shaka wakauawa viongozi wengi, na katika mkumbo huo wakina Petro, wakina Paulo wakauawa. Lakini tayari kuna Wakristo wengi waliokuwa ni Wayahudi ambao tayari wakaona ya kuwa ni Ukristo tu unayefuatiliwa na kutaka kuangamizwa, na wao wakiwa tayari wako tayari kuiacha Ukristo na kurudi katika dini yao ya Kiyahudi, maana Wayahudi walikuwa hawaangamizwa. Ndipo sasa huyu mwandishi aliandika kitabu cha Waebrania anaamua kuandikia na kueleza mambo yanayohusu Agano la Kale ama yanayohusu Waebrania na inayohusu Yesu na Ukristo, na jinsi Yesu na Ukristo ni bora kuliko Wayahudi na dini lao ya Wayahudi ambao ilikuwa ni dini la Kiyahudi. Sasa waliandikiwa kama njia ya kuwatia moyo na kuwafanya wasiamue kukengeuka. Ndio maana tukaona pale kwenye ile Waebrania sura ya kwanza, yule mwandishi alijua kabisa kuwa Agano la Kale malaika alikuwa anatumikishwa sana na Mungu, na watu wengi waliamini kama malaika alikuwa ni mjumbe ambao lazima mtu aweze kumfikia Mungu. Lakini sasa bila shaka huyo mwandishi akapata kuelezea ubora wa Yesu pamoja na Ukristo. Tukaenda kwenye sura ya pili, akawa amewakanya na kuwaonya kuhusu kukengeuka. Sura ya 3 tukaona akimlinganisha Musa na Kristo, lakini kumbuka Musa alikuwa na uso wa Yahudi. Nilikuambia hapo nyuma ya kuwa
Unapoongelea kitabu cha Agano la Kale, unaongelea taifa moja ambalo ni taifa la Israeli. Yaani mengine yote ukiongelea Waashuru, utakuta kuwa Waashuru walikuwa na sababu ya kutajwa. Walifanya nini? Walitaka kutumikwa na Mungu kuwapiga nini? Kuwanyosha Waisraeli. So ina maana Agano la Kale ilikuwa ni agano lililoongelea taifa moja, Israeli. Agano Jipya inaongelea mwanadamu mmoja. Na ni nani? Inaongelea Yesu Kristo. Ndio maana Injili kwa lugha nyepesi ni Yesu Kristo. So kitabu cha Waebrania nimekuambia ni sura 13. Lakini mwandishi wa kitabu cha Waebrania, mtu wa Mungu, hakuandikwa jina. Lakini kila mhubiri na kila mtumishi wa Mungu aliishia kutoa maoni yake. Wafuatao ni wale ambao walijaribu kuhisiwa kama ni wao ndio waliandika kitabu hicho. Bila shaka kitabu hicho kilipata nafasi ya kuingia kwenye Biblia kama kitabu kilichoandikwa na Paulo. Lakini mtu wa Mungu na kuhakikishia kuwa Paulo akuandika kitabu cha waraka wa Waebrania. Ilitumika tu ili ipate kuingia kwenye nini? Ikubaliwe ingia kwenye moja kati ya vitabu vya Biblia. Na wengine wakasema ni Luka. Lakini mimi nasema Luka akuandika kitabu cha Waebrania, bali aliyeandika kitabu cha Waebrania aliandika kwa lugha ya Kiebrania, lakini vitabu vya Agano Jipya viliandikwa kwenye lugha ya Kiunani. So ina maana Luka kwa sababu alikuwa ni Myunani tena msomi, alitafsiri ule waraka kutoka kwenye lugha ya Kiebrania kuleta kwenye lugha ya nini? Ya Kiunani. Wengine wakasema ni Apolo. Apolo alikuwa ni Myunani ambayo alizaliwa kule Alexandria. Na Apolo pamoja na hivyo asingeweza kujua mambo sana yanayohusu Wayahudi, mambo yale ya Torati, mambo yale sadaka ya kutolewa, kuhani na hema ya makutano. Asingeweza kujua kwa undani ule. Lakini mwingine ni Barnaba. Mimi mara nyingi nasema mimi kama mimi, kura yangu huwa inaanguka kwa Barnaba. Kwa sababu gani? Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 36, utaona akitajwa kuwa Yusufu aliyeitwa Barnaba na wanafunzi wa Yesu, ambayo ina maana Barnaba ina maana mwana wa faraja, aliyekuwa ni Mlawi. So kwa sababu alikuwa ni Mlawi, bila shaka yeye alikuwa na nafasi ya kujua mambo ya ibada za Kiyahudi, Torati ya Wayahudi na nyendo zao zote na kila kitu. Ndio maana mimi kama mimi ninaweka kura yangu kwenye Barnaba. Lakini nikisema kuwa Barnaba hakutaka kuandika jina lake, maana kipindi hicho watu tayari ilikuwa ni ukionekana Mkristo tayari inafanyika njama ya kufanya nini? Ya kukuua. Bila shaka alifanya vile kwa njia njema tu, ili nini? Ili asipate maisha yake kuwa hatarini. Waraka huo umeandikwa baada ya kifo cha Paulo. Ina maana Paulo alikufa mwaka wa 67 baada ya Kristo, na waraka huo unaandikwa mwaka wa 68. Na inapoandikwa, mwandishi katika ile sura ya 13 anamalizia kwa kusema kuwa na ndugu mpendwa Timotheo naye amekwisha kufanya nini? Kufunguliwa kutoka gerezani. Kumbuka Timotheo alipoenda kumuona Paulo kule Rumi, aliwekwa gerezani akafungwa, lakini Paulo akawa amehukumiwa kifo na akauawa, lakini yeye alikuja kuachwa. Hebu nisimalize uhondo zaidi kabla tujaenda kwenye kitabu cha Waebrania. Nataka tuende kwenye sura ya 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho ya Sabato kwa watu wa Mungu. Hebu tuone ni roho ya Sabato ipi. Mwandishi anaongeleaje kuhusu Sabato? Kama unavyojua, hakuna kitu ambacho kilikuwa na maana sana katika maisha ya Wayahudi kama Sabato. Na wao walichukua neno katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 ya kuwa siku ya 7 Mungu alipumzika na kufanya nini? Na kustarehe. Na wao wakawa wameshikilia sana hiyo siku ya Sabato. Lakini Sabato ilianzia wapi? Sabato ilianzia pale
walipokuwa katika mlima wa Sinai, wana wa Israeli tayari wanaelekea Kanani, na ni katika ile agano kati ya wana wa Israeli na Mungu. Ilikuwaje agano? Ilikuwa ni kuimarisha ile agano ambayo Mungu alifanya na Ibrahim. Ile agano Mungu alifanya na Ibrahim, aliimarisha na Isaka na Yakobo, akaja akaimarisha na Musa na wana wa Israeli. Lakini kumbuka, kila agano ilikuwa na ishara yake. Kuimarisha ishara kati ya Yakobo na Mungu, ishara yake ilikuwa ni kubadilishwa kwa nini? Kwa jina. Kwa Wayahudi ishara yake ilikuwa ni Sabato. Ina maana walitakiwa kutunza Sabato. Lakini watu wale, maana walivunja ile agano na Mungu, waliuvunja wenyewe. Maana agano ilitakiwa pande zote iheshimu. Waisraeli walitakiwa wamheshimu Mungu, na Mungu aliahidi kuwalinda. Mungu aliwalinda akawapeleka kwenye nchi ya ahadi, lakini wao wakakengeuka, wakamwacha Bwana. Na Bwana nao walipomwacha Bwana, Bwana nao akawaacha na akawatoa kuwa ndio warithi peke yao. Lakini badala yao Bwana akamleta mwanae pekee ambao alikuja kutuletea wokovu na kutufanya sisi pia tupate kibali cha kuwa warithi pamoja na wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Sabato, Yesu alikuwa wa kwanza kuharibu Sabato. Kumbuka ya kuwa Sabato haikutakiwa moto iwake, kupika chakula, hata kuoga, hata kufanya kazi yoyote. Lakini je, Yesu akufungua siku ya Sabato? Je, wanafunzi wa Yesu akuvunja mashuke siku ya Sabato? Walipovunja mashuke siku ya Sabato na kula, kilichofuata ni nini? Yesu wakamwambia Yesu, mbona wanafunzi wako wanaenda kinyume na desturi ya Sabato? Akasema, hamkusoma habari za Daudi, jinsi alivyoingia kwenye hekalu na kula mkate wa uonyesho iliyekuwa ni halali wa makuhani? Na je, hamjui ya kuwa makuhani winaji Sabato siku ya Sabato wasihukumiwe? Maana makuhani walikuwa wanachukua sadaka zile na wanapika siku ya Sabato kule nini, kwenye hema ya makutano. So watu wa Mungu, Yesu akafanya vitu vyote siku ya nini? Sabato. Ina maana Yesu alikuwa wa kwanza kuharibu nini? Sabato. Lakini kwa sisi hatufungamani na Sabato kwa sababu tuko katika agano la nini? Ya milele. Lakini kinachofanyika, sisi tunaabudu siku ambayo Yesu Kristo alifufuka, ambayo ni siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Lakini walianza kufanya hivyo ni wakina Paulo, wanafunzi wa Yesu. Walianza kukutana siku ya kwanza ya juma, wakimega mkate kwa pamoja na wakisherekea ufufuo wa Kristo Yesu. Hebu soma sura ya 4, twende moja kwa moja. Waebrania sura ya 4. Basi endelea. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana akaikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lililosikiwa halikuwa faa wao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao aliyosikia. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kwa vile alivyosema, kama nilivyoapa kwa hasira yangu, hawataingia rahani mwangu, ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Umeona ni kazi gani? Watu wa Mungu, wokovu ulikuwepo tangu ya mwanzo wa dunia. Na wokovu unaanzia kwenye uumbaji. Hebu nikupe picha. Ukiona uumbaji, unaona vizuri kabisa siku ya kwanza Mungu anaumba nuru, siku ya pili anaumba mbingu na maji, siku ya tatu anaumba nchi, bahari na mimea yote itoao mbegu na itoao miche. Na siku ya 4 anaumba nini? Anaumba mianga ile miwili mikubwa, moja itawale mchana, moja usiku. Ina maana anaumba jua, mwezi na nyota. Na siku ya 5 Mungu anaumba ndege wa angani na samaki wa bahari. Siku ya 6 Mungu anaanza kuumba wale wanyama wa kufugwa
na wanyama wa porini na kila kiumbe chenye uhai kitambacho juu ya nchi. Kisha Mungu anasema na tumfanye mwanadamu kwa mfano na kwa sura ili akafanye nini? Umeona sasa kwa nini mwanadamu anapotaka kuumbwa tayari na kusudi anapewa na kazi akatawale. Ina maana atawale pamoja na Mungu, atawale makusanyiko ya maji, atawale anga, atawale nchi kavu. Kama unavyojua hayo maeneo matatu ndio dunia ilivyo, ndio dunia yenyewe. Unapoongelea dunia ama unapoongelea nchi, unaongelea nyanja tatu ambao unaongelea anga, nchi na makusanyiko ya maji. So Mungu tayari anafanya nini? Mwanadamu nikiwa anakombolewa, maana tayari anafanyiwa upendeleo, anapewa kibali cha kutawala pamoja na Mungu. Hebu nikuulize, wewe hujui kama mamlaka aliyenyang'anywa mwanadamu pale kwenye bustani ya Eden kwa kudanganywa na nyoka na shetani kuichukua, hujui kama inarudishwa kupitia Injili? Unapookoka na unapopitia Injili, Injili inakurejeshea kutawala pamoja na Kristo. Maana Injili itakufanya wewe upate kwenda kuishi mbinguni na Kristo kwenye ile miaka 7. Kisha utarudi kutawala pamoja na nani? Na Kristo. Of course, hiyo ni lengo iliyokuwepo tangu nini? Tangu mwanzo. Lakini watu wa Mungu, ukiokoka ukaanza kuishi maisha matakatifu, ukajitia nguvu kwa kujua neno la Mungu, bila shaka rahani mwa Bwana inaanza hapa duniani. Asikudanganye mtu. Inaanza hapa duniani, alafu maana ni agano la kidumu linaenda mpaka mwisho wa nini? Mwisho wa dunia, alafu inaenda moja kwa moja mpaka milele. Bwana asifiwe. Amen. Mstari wa 4. Kwa maana ameinena siku ya 7 mahali fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya 7 akaziacha kazi zake zote, na hapo napo hawakuingia rahani mwangu. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wako watu watakaoingia humo, na wale waliohubiriwa habari ile ya zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Aweka tena siku fulani akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii, leo kama ilivyonenwa tangu zamani, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Maana kama Yoshua angaliwapa raha, asingalinena tena siku nyingine. Umeona sasa, tayari Mungu alipochagua wana wa Israeli, aliamua kuwaingia rahani mwake. Kivipi? Ilitakiwa kwanza waingie katika ile nchi ya ahadi ambayo Bwana aliapia baba zao. Lakini kumbuka ya kuwa cha ajabu, waliochaguliwa walikataa, na walipokataa mizoga yao ilibakia wapi? Pale katika lile jangwa. Lakini kumbuka, rahani mwa wale waliochaguliwa kwanza, waliotakiwa kupumzika na katika siku ya Bwana. Siku ya Bwana inayoongelewa kwa kipindi kile ilikuwa ni kuingia na kustarehe kwenye nini? Kwenye kule nchi inayotoa asali na maziwa. Lakini walipokataa wale, moja kwa moja wakafa wapi? Jangwani. Lakini wale ambao waliwaonea huruma ya kuwa wametuleta jangwani hapa ili watoto wetu wafe na wake zetu, basi wale watoto ambao waliwaonea huruma, watoto walienda, watoto waliingia. Lakini pamoja na kukataa kuingia Kanaani na kukengeuka, bado Mungu akaja akafanya tena agano na Ibrahimu, lengo lake ikiwa ni watu hao waingie katika nini? Rahani mwake. Lakini Daudi alipoondoka, akamwachia mwanawe kiti cha enzi, akampa usia ya kuwa asimwache Bwana. Lakini mwanawe Daudi ndio alianza. Suleimani ndiye aliyeanza kutenda dhambi. Alipotenda dhambi ndiye aliyefanya ufalme ugawanywe. Maana ufalme kama ni kugawanyika, aligawanya wakati gani? Wakati wake. Maana Mungu alimwambia kwa maana umekengeuka na umeniacha, nilikwambia usioe wanawake wengi wasije akakufanya ufanye nini? Moyo wako ugeuke. Basi nitaugawana ufalme huu, lakini kwa sababu ya Daudi mtumishi wangu sitaugawanya kwa wakati huu, wakati wako, lakini utakapokufa nitaugawanya ufalme huo. So Daudi naye alijaribu kuwapatanisha watu wale na Mungu, kama vile Joshua alijaribu kuwapatanisha na Mungu. Joshua akawaita pale, akawafundisha mkataba.
walikengeuka. Daudi nayo akafanya mbinu zote za kufanya nini? Za kuibada. Akajenga na hema ya kuabudu Mungu Yerusalemu, akapandisha sanduku la agano, akatengeneza mbinu na miundombinu ya uimbaji ya kumsifu na kuabudu Bwana. Lakini alipoondoka Daudi, watu wale wakakengeuka. Walipokengeuka, kumbuka ya kuwa sasa baada ya Daudi, tunapoenda katika wale watoto wake Daudi, Isaya anasemaje? Ya kuwa mfalme Ahazi umekataa nini? Umekataa kuchagua nini?